haki hiyo sio haki ya mtu binafsi, lakini haki ya kuwezesha huyu mtu, haki ya kuwezesha huyu mtu kutekeleza wajibu wake wa kijamii, yani public duty. Sawa. Ibara 30, unapoenda mahakamani, haki yako binafsi imevunjwa. Katika ibara hii, haki uliopewa ni sio kwa sababu maslahi yako, sio kwa sababu maslahi yako. Ni haki uliopewa ni wewe kuwezesha wewe kutekeleza wajibu wako wa public duty, kuhifadhi katiba. Na chini ya ibara hii, hao wenzangu watetezi wa haki za binadamu walikuwa wanaingia mahakamani kupinga sheria mbalimbali au vitendo mbalimbali ambavyo sheria hizi na vitendo hivi zilikuwa zinaathiri umma kwa jumla au sehemu ya umma. Wao hiyo hawakuwa na maslahi nayo. Haki zako unazopeleka mahakamani lazima zitaje nani ametenda kosa hili. Unamtaja yule kosaji pia, ama ni taratibu za kawaida za kimahakama. Tunaita proper party na necessary party. Mwanasheria mkuu wa serikali anakuwa pale kwa mujibu wa sheria. Sawa. Proper party ni pale kuonyesha nani ametenda kosa. Sasa marekebisho haya yakafuta hii. Nasema kwamba badala ya kushtaki huyu kiongozi wa serikali, utamshtaki mwanasheria mkuu peke yake. Tuko pamoja? Kwa sasa kule katika kichwa cha habari, hata kama hatukana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku unapozungumza kwa haki zake utasema Mheshimiwa Rais alifanya jambo fulani. Sasa itakuwa sasa mahakama inakwambia sasa huyu ambaye unamtaja kwa haki zenu hayupo mahakamani. Sasa nataka nifanye nini? Siwezi kumhukumu bila yeye kupewa nafasi ya kusikilizwa, sio? Wala siwezi kutoa amri dhidi yake kwa sababu hayuko mahakamani. Naona hiyo ambayo ni sheria ilikuwa ni severe. Iko ni absurd. Inaweza tunasema iko absurd. Okay? Tukaenda mbali kwamba hii inatoa kinga kwa hao waliotaja: Rais, makamu wa rais, waziri mkuu, spika, jaji mkuu na kadhalika. Ni aina ya kinga kwa hawawezi kushtakiwa mahakamani. Sasa tukasema hii haifai. So sisi ni nchi, ni jamhuri, sio ufalme. Katika nchi za kifalme huwezi kumtaki mfalme. Hiyo mabadiliko haya yakafanyika mwaka 2020 na kubadilisha ile sheria kifungu cha 4 na kuongeza mambo kadhaa ambayo sisi tulidhani hayo mambo yaliyoongezwa kwenye mabadiliko hayo yalikuwa yanakwenda kuvunja katiba, lakini yanakwenda kuzuia haki za Watanzania kwenda mahakamani kulinda katiba na kudai haki za binadamu. Kwa hiyo tukaenda mahakama ya rufaa. Mahakama ya kuu ya Tanzania ikatoa maamuzi mwaka 2022, lakini maamuzi hayo hayakuturidhisha kwa sababu wao waliona kwamba maboresho yote yaliyofanyika katika sheria ile
yalikuwa sahihi. Kwa hiyo wakaona kwamba ile sheria iendelee kutumika. Sasa tukaenda kulalamika zaidi kwenye mahakama ya rufaa, na katika malalamiko yetu mahakama ya rufaa, shauri hili lilisikilizwa na majaji watatu wa mahakama ya rufaa, ambayo ni Jaji Rehema Levira, Wilfred Rumanyika pamoja na Gerald Gwembe. Lakini upande wetu wa mawakili uliongozwa na Profesa Shifji akiwa na wakili pale Mpoki, wakili Dr. Mshala Ndumelezela pamoja na wakili John Seka. Hawa wote ndio waliongoza jopo la mawakili upande wa utetezi. Kwa hiyo katika hoja ambazo zilikuwa zinalalamikiwa ni vifungu ambavyo vilikuwa vimebadilishwa na mabadiliko yale ya kisheria. Kwanza, kifungu ile cha 4 cha pili ambacho kilikuwa kinataka kwamba kila mtu anayefungua shauri la mkakati lazima aonyeshe kwamba yeye mwenyewe ameathirika binafsi, sio tena kwamba umma ndio umeathirika, yeye mwenyewe ndio awe ameonyesha ameathirika binafsi. Si tukadhani hii si sahihi, kwa sababu kwenye mashauri ya kimkakati haya ya umma ni lazima uonyeshe kwamba ni umma ndio unaathirika na sio wewe. Kwa hiyo tukaenda, tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza, wameona kwamba sheria ilikosea kulazimisha kwamba mtu anayefungua mashauri ya kimkakati aonyeshe kwamba ameathirika mwenyewe. Eneo la pili, kifungu cha 4.3 kiliweka kizuizi kwenye maslahi haya ya umma kwamba mlalamikaji lazima aonyeshe walitaka kuunganisha katiba kifungu cha 26 na cha 30 ambapo profesa anakuja kukielezea vizuri zaidi. Lakini kifungu cha 4.4 kiliweka sharti kwamba mtu yote atakayefungua masharti haya hapaswi kuwashtaki viongozi wakuu waliotajwa pale: rais, makamu wa rais, spika, naibu spika, jaji mkuu. Itapaswa ufungue shauri kupitia mwanasheria mkuu pekee. Kwa tukadhani hii si sahihi, tukaenda mahakama ya rufaa na mahakama ya rufaa wamebadilisha, wameona kwamba sheria ilikosewa. Kingine ni kwamba kilikuwa kinamtaka mlalamikaji, kifungu kile cha 4.5, kwamba ni lazima atafute nafuu kupitia sheria nyingine, lakini si tukadhani si sahihi, kwa sababu mashauri haya ya kimkakati imetolewa moja kwa moja na ibara 26(2) ya katiba. Hakuna sehemu nyingine, na sehemu pekee sheria ambayo imetoa mashauri haya ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tulidhani hakuna nafuu yoyote nyingine inaweza kutafutwa nje ya kifungu hicho na Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo haya yote yakasikilizwa na maamuzi yakatolewa jana. Kama mlivyoona, maamuzi ya jana yamebadilisha, yametangaza kwamba kifungu chote hiki cha 4 cha sheria ya Bradea kimevunja katiba, ni unconstitutional. Kwa hiyo wakatoa maagizo kwamba ndani ya mwaka mmoja serikali pamoja na bunge wao wamebadilisha sheria hii na kufuta kabisa kifungu hiki ambacho kinavunja haki za Watanzania kulinda katiba, kwenda mahakamani kulinda haki za binadamu. Kupongeza idara ya mahakama na hasa mahakama ya rufaa na jopo la majaji kwa kupata ujasiri wa kukumbusha taasisi na watendaji wetu wa umma kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Wote kwenye taasisi zetu za umma na watendaji wanaofanya kazi wote wanapaswa kuheshimu katiba ya nchi na sheria za nchi, na kama watafanya matendo yanayokiuka katiba na sheria za nchi, basi watu hao watashtakiwa kwa matendo yao na watahukumiwa kwa majina yao. Hii kesi ni Onesmo Olunguruma, lakini hii kesi sio yake. Kesi ni ya umma. Kwa sababu kesi ni ya umma, tunategemea nini? Tulitegemea watu wengine ambao wanaona wanaguswa na maslahi haya wangeweza kuomba kuingia kwenye hii kesi, na vile vile hata kwenye rufaa tulitegemea labda hata mahakama kuu ingeita watu wanaoitwa marafiki wa mahakama, kwa Kilatini wanaitwa amicus curiae. Amicus curiae ni watu muhimu sana ambao wanatoa weledi wao katika fani ya sheria
na wale wanakuwa neutral, wanakuwa hawako upande wowote, na uwaga wanaisaidia sana mahakama katika kufikia maamuzi yaliyo haki. Kwa hiyo mimi pendekezo langu ni kwamba pale ambapo mahakama inaona kwamba kuna kesi kubwa ya umma kama hii, na ikifika kwenye level ya mahakama ya rufaa, ni muhimu itafute iwaite watu ambao watatokea mahakamani kama marafiki wa mahakama kwa ajili ya kuisaidia kufikia uamuzi wa haki. Shauri unaitwa la Abu Shahidi dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Joseph Pombe Magufuli na mwanasheria mkuu wa serikali, na hili shauri lisimamiwa na Fatma Karume, na Fatma ndio alipata matatizo hapo mpaka leo. Kwenye ile shauri liliwekwa pingamizi kwamba rais hawezi kushtakiwa mwaka 2018, na ilikuwa ni kuhusu uteuzi wa mwanasheria mkuu wa serikali Adedatus Kirangi. Jaji Feleshi akiwa jaji kiongozi alisikiza ile shauri, akakubaliana na pingamizi kwa sababu ilikuwa limeandikwa jina la John Pombe Magufuli, lakini akasema rais anashtakiwa. Miaka miwili baadaye, baada ya uamuzi kutoka tu, ilikuwa imefunguliwa shauri lingine la Zitto Zuberi Kabwe dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wengine, pamoja na mteja wangu alikuwa Profesa Asa. Ikaja pingamizi lingine kwamba rais ashtakiwe kwa sababu ashaipata kule kwa Feleshi. Mlacha akaandika hukumu akasema rais anashtakiwa kama mtu mwingine kwenye mashauri ya uwajibikaji na katiba. Wakati yale mashauri yanaendelea mahakamani, wakaenda bungeni, wakaenda kubadilisha Basic Rights and Duties Enforcement Act, ndio wakarekebisha kifungu cha 4 ambacho ndio profesa anazungumzia hapa. Kifungu cha 4 ambacho kilikuwa kinafanana na kifungu cha 26(2) cha katiba, tunasema mtu yeyote anaweza akafungua shauri pale anapoona haki imevunjwa au inaelekea kuvunjwa, hata katiba yenyewe. Na pia unaweza kushtaki mtu yeyote, ilikuwa iweki ukomo. Sasa walipoenda kurekebisha ile sheria ambayo ndio mgogoro tuliokuwa nao, na asante sana Onesmo kwa kuendelea kusimama na lisha kutoka mwisho, kwa sababu tuliandaa plea wakati mgumu sana. Nakumbuka tuliandikia Mbezi Garden na baadaye tukawa ABC. Ilikuwa ni wakati mgumu sana tunafungua hii kesi kipindi hicho, lakini Onesmo alikubali kuweka jina lake pale. Kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ule uamuzi ule ndio ulipelekea maamuzi haya mawili walipelekea kurekebisha Basic Rights and Duties. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio maana usikike na shauri la Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Center, THRDC. Zamani kwa tulikuwa mashauri mara la uchaguzi, mara la watoto kupewa mimba, mara la nini, kwa sababu baada ya sheria kurekebishwa lazima uwe na maslahi wewe peke yako, pilipili ya shamba itakuashia nini. Yaani unapoenda kufungua shauri useme mimi nimeathirikaje. Kwa hiyo ndio ulikuwa ni msingi ambao ulikuwa umetengenezwa. Ina maana anaye hapa kuilinda katiba ni rais, jaji mkuu, ni spika, lakini akiivunja ukakutaki mwanasheria mkuu wa serikali. Inawezekana hata kuandika hizo pleading proof ni ngumu sana.